أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Taarifa tulizokusanya hii leo, kwanza ni Saudi Arabia inaripotiwa kuungana na Marekani na Uingereza katika kufanya mashambulizi dhidi ya Yemen, na kadhalika tunayo taarifa ya rais wa Marekani Donald Trump akipinga pendekezo la Israel la kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran. Vilevile katika ukanda wa Gaza kuna taarifa kuwa jasusi aliyejifanya kuwa mzoa taka amenaswa katika mtego wa vikosi vya wanamukawama wa Palestina Hamas, akijifanya kuwa ni mzoa taka katika kipindi ambacho alikuwa akifuatilia nyendo za kutaka kujua mateka wanaoshikiliwa na Hamas wanawekwa katika vituo gani na kutoa taarifa hizo za kijasusi upande wa Israel. Vile vile tutakuwa na taarifa ya wananchi wa Morocco kufanya maandamano ya 105 kuiunga mkono Gaza, na taarifa ya mwisho itakuwa ni ile ya Marekani na Iran kuanza mazungumzo yao hii leo siku ya Jumamosi Aprili 19, 2025. Mazungumzo ambayo yalianza wiki chache zilizopita katika mji mkuu wa Oman, mjini Muscat, na sasa yataendelea katika mji mkuu wa Italia, Roma. Mazungumzo hayo yanatazamiwa kuanza hii leo siku ya Jumamosi. Iran na Marekani zimeanza duru ya pili ya mazungumzo leo Jumamosi Aprili 19, 2025 kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran mjini Roma, Italia. Maafisa wa Marekani na Iran wamethibitisha hilo. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kuwa mazungumzo hayo yalianza kabla ya saa 6 mchana leo Jumamosi Aprili 19, huku waandishi habari wakifuatiliwa kutoka kwa nje. Hakuna waandishi wa habari walioruhusiwa kuingia katika kikao hicho. Mazungumzo hayo ya mjini Roma wakati wa likizo ya Pasaka yatawahusisha mjumbe maalum wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, bilionea Steve Witkoff, na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Sayyid Abbas Araghchi. Mazungumzo hayo yataongozwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Oman Said Badri Al-Busaid. Kufanyika kwa mazungumzo hayo ni tukio la kihistoria likizingatiwa uhasama wa miongo kadhaa kati ya mataifa hayo mawili tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 na mzozo wa mateka katika ubalozi wa Marekani. Donald Trump katika muhula wake wa kwanza madarakani alijiondoa kutoka kwenye makubaliano ya nyuklia ya Iran mnamo mwaka 2018, hali iliyoanzisha mazungumzo ya miaka mingi yaliyoshindwa kurejesha mkataba huo uliokuwa umewekwa kikomo kwa Iran kurutubisha madini ya urani kwa kubadilishana na kuondolewa Tehran vikwazo vya kiuchumi. Kilicho hatarini iwapo ni mazungumzo hayo yatashindwa kuzaa matunda ni uwezekano wa Marekani au Israel kufanya mashambulizi kwenye vinu vya nyuklia vya Iran, au kwa upande mwingine Iran kutekeleza vitisho vyake vya kuendelea kutengeneza silaha za nyuklia. Hata hivyo, Iran imekariri kila mara na kutoa mjibizo mkali dhidi ya Marekani na Israel endapo zitajaribu kufanya tukio lolote lile la kuharibu au kutishia usalama wa Iran. Nia yangu ni kuizuia Iran kwa njia yoyote ile kupata silaha za nyuklia, Trump alisema siku ya Ijumaa. Nataka Iran liwe taifa kubwa, bora na lenye mafanikio. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Iran Ismail Baghai ameandika siku ya Jumamosi hii leo kwenye mtandao wa kijamii wa X kuwa Iran daima imeonyesha kwa nia njema ya uwajibikaji kujitolea kwake kidiplomasia kama sehemu ya kistratejia ya kutatua matatizo. Natambua kuwa njia sio rahisi, lakini tunapiga kila hatua kwa tahadhari huku tukitegemea pia uzoefu wa zamani, ameongeza msemaji huyo. Ismail Baghai amedai kuwa Iran iko tayari kufikia suluhisho la amani na kuondoa vitisho ambavyo vinakuwa vikitolewa kila mara na Iran, na kwamba Iran haitaki vita lakini vile vile haikubaliani na vitisho. Hivi karibuni Araghchi na Witkoff wote walikuwa wamesafiri katika mataifa mengine kabla ya mkutano ulioanza leo Jumamosi. Witkoff alifanya ziara mjini Paris, Ufaransa, kwa mazungumzo kuhusu vita vya Ukraine na Urusi,
Naye Araghchi alikuwa mjini Moscow ambako alikutana na maafisa mbalimbali wa serikali akiwemo rais wa Urusi Vladimir Putin na waziri wa kigeni wa nchi hiyo. Urusi ambaye ni mshirika mkubwa sana wa Iran katika makubaliano ya nyuklia na Iran ya mwaka 2015 inaweza kuwa kiungo muhimu katika makubaliano yoyote yajayo kati ya Tehran na Washington. Taarifa nyingine ni ile inayosema kuwa waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Sayyid Abbas Araghchi amesema anatilia shaka nia ya Marekani siku moja kabla ya kufanyika mjini Roma kwa duru ya pili ya mazungumzo kati ya nchi hizo mbili kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran. Araghchi amesisitiza hayo siku ya Ijumaa Aprili 18 wakati wakifanya mkutano na waandishi wa habari mjini Moscow akiwa na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov, na kusisitiza kuwa licha ya mashaka makubwa juu ya nia ya Marekani watashiriki kwa vyovyote vile katika mazungumzo hayo ya siku ya Jumamosi leo tarehe 19 Aprili 2025. Viongozi wa Ghuba nao hawakubaki nyuma. Katika Mashariki ya Kati walifanya ziara katika mataifa mbalimbali kabla ya kuanza kwa duru ya pili ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani juu ya mpango wa nyuklia wa Tehran yaliyotangazwa kuanzia kufanyika leo siku ya Jumamosi Aprili 19, 2025 mjini Roma, Italia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Sayyid Abbas Araghchi na kiongozi wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani wamewasili mjini Moscow ambapo wanatarajiwa kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin, huku waziri wa ulinzi wa Saudia mwanamfalme Khalid bin Salman Al Saud akielekea mjini Tehran. Duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran ilifanyika mjini Muscat huko Oman katika wakati ambapo Rais Donald Trump na kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei wamekuwa wakirushiana maneno makali ya vitisho. Hata hivyo, mazungumzo hayo yanatarajiwa kuwa magumu kwa kuwa Iran imesisitiza kwamba haki yake ya kurutubisha madini ya urani haiwezi kuwa sehemu ya majadiliano. Hata hivyo, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran amesema anaamini kuwa makubaliano ya nyuklia na Marekani yanawezekana kwa msaada wa Urusi, huku Lavrov akisema Moscow iko tayari kutoa mchango wake kuwezesha mpango huo kufanikiwa. Taarifa nyingine iliyopatikana hii leo Jumamosi Aprili 19 ni ile inayotoka huko nchini Morocco ambapo televisheni ya Al Jazeera yenye makao yake mjini Qatar imetangaza kuwa wananchi wa Morocco wamefanya maandamano ya 105 katika miji 58 ya nchi hiyo wakitangaza mshikamano wao wa kuunga mkono watu madhulumu wa ukanda wa Gaza na kulaani vita vya mauaji ya kimbari vya utawala wa Kizayuni wa Israel katika eneo hilo. Televisheni ya Al Jazeera imeongeza kuwa wananchi wa Morocco wameshiriki katika maandamano ya 105 iliyoshuhudiwa katika miji 58 ya nchi hiyo kwa lengo la kuwaunga mkono wananchi madhulumu wa ukanda wa Gaza na kulaani mashambulizi ya kijeshi ya utawala wa Kizayuni katika ukanda wa Gaza. Katika maandamano hayo, wananchi wa Morocco pia wametangaza kupinga kutia nanga meli zinazoelekea Israeli katika bandari za nchi hiyo. Wakati huo huo, redio ya sauti ya Morocco imeripoti kuwa mamia ya wananchi siku ya Ijumaa Aprili 18 waliandamana karibu na bandari ya Dar el Yaba, Casablanca, wakipinga kutia nanga kwa meli ya Nexo Mesak inayoshukiwa kusafirisha vipuri vya ndege aina F-35 hadi huko Israel, Falastini inayokaliwa kwa mabavu na Mazayuni. Wa Morocco wametaka kupigwa marufuku kutia nanga meli kubwa za kampuni ya usafirishaji ya baharini ya Mesax Line katika bandari ya Morocco. Huko Saudi Arabia, vyanzo vya ndani nchini Yemen vimeripoti habari ya kujiri mashambulizi ya mizinga na makombora ya Saudi Arabia dhidi ya nchi hiyo jirani ya Yemen. Vyombo vya habari nchini Yemen vimenukuu duru za kiusalama zikisema kuwa mashambulizi hayo ya makombora na mizinga ya Saudi Arabia yamelenga maeneo kadhaa ya mkoa wa Saada, kaskazini maghrib mwa nchi ya Yemen. Hakukuwa na maelezo ya kina kuhusu athari ya mashambulio hayo. Hata hivyo, baadhi ya duru za habari zimeeleza kuwa mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu katika eneo hilo. Hakuna taarifa iliyotolewa kuhusu idadi ya wahanga na majeruhi wa mashambulizi hayo mapya ya Saudi Arabia ambayo yalikuwa yamesita miaka mingi iliyopita. Hayo yanajiri huku Marekani ikiongoza majeshi vamizi ya magharibi kufanya mashambulizi makali ya anga dhidi ya nchi hiyo maskini ya Kiarabu. Maelfu ya raia, wengi wao wakiwa watoto na wanawake,
wameuawa na mamilioni ya wengine kuwa wakimbizi kutokana na mashambulizi ya Saudi Arabia na washiriki wake dhidi ya Yemen. Serikali ya Sanaa, mji mkuu wa Yemen, imeitaka jamii ya kimataifa kuziwajibisha Tel Aviv, Washington na washirika wao kwa vitendo vyao hivyo vya uchokozi, huku ikionya kuwa mashambulizi yanayoendelea kufanywa yanaweza kuwa na athari mbaya kwa pande zote zinazohusika. Jeshi la Yemen hata hivyo limesisitiza kuhusu azma yake ya kusimama na kuwapa himaya wananchi wa Palestina na Lebanon bila kujali mashambulizi ya uchokozi ya Israel na Marekani. Taarifa nyingine ni ile inayosema kuwa Rais wa Marekani Donald Trump amekataa pendekezo la Israel la kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran. Gazeti la New York Times liliripoti siku ya Jumatano jioni likiwanukuu maafisa wa ikulu ya White House na maafisa wengine wanaofahamu swala hilo. Kwa mujibu wa New York Times, Israel ilikuwa imeandaa mipango ya kuishambulia vituo vya nyuklia vya Iran mapema mwezi ujao wa Mei, eti ikilenga kuchelewesha uwezo wa Iran kutengeneza silaha za nyuklia kwa mwaka mmoja au zaidi. Baada ya kuzingatia mchanganyiko wa mashambulizi ya anga na mashambulizi ya kikomando, serikali ya Kiyahudi iliripotiwa kupendekeza kampeni kubwa ya mashambulizi ya mabomu ambayo ingedumu kwa zaidi ya wiki moja. Maafisa wa utawala haramu wa Israel walikuwa na matumaini kwamba Marekani si tu ingewasha taa ya kijani kwa operesheni hiyo, bali pia ingeliunga mkono kikamilifu operesheni hiyo. Trump hata hivyo alitupilia mbali mpango huo mapema mwezi huu kufuatia mashauriano mazito katika ikulu ya White House. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, waziri wa ulinzi Peter Hegseth na mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa Tulsi Gabbard walikuwa miongoni mwa maafisa wakuu wa Washington ambao waliripotiwa kuibua wasiwasi kwamba hujuma hizo zitaibua mzozo mkubwa na kuleta maafa makubwa katika eneo hilo. Mapema mwezi huu, Brigedia Jenerali Amir al-Hajizadeh, kamanda wa kikosi cha anga za mbali za Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC, alizungumzia tetesi hizi za kushambuliwa vinu vya nyuklia na Iran na kuionya Marekani kuhusu uwezekano wa kushambulia ardhi ya Iran na kusema wanajeshi wa Marekani katika eneo hilo wapo katika nyumba ya vioo na wanapaswa kuepuka kuwarushia wengine mawe. Aidha, Sergei Ryabkov, naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Rusia, alionya hivi karibuni kwamba shambulio lolote dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran linaweza kuwa na madhara makubwa kwa eneo zima la Mashariki ya Kati. Taarifa ya mwisho tulionayo ni ile inayosema kuwa jasusi aliyejifanya kuwa mzoa taka amenaswa kwenye mtego wa vikosi vya mukawama wa Gaza kule katika ukanda wa Gaza. Vikosi vya mukawama huko Gaza vimemnasa kwenye mtego jasusi wa utawala katili wa kizayuni wa Israel ambaye alijifanya ni mzoa takataka, kumbe alikuwa anafanya ujasusi wa kujua walipo mateka wa kizayuni. Shirika la habari la Fars limenukuu taarifa iliyotolewa na afisa mmoja katika kitengo cha usalama cha makundi ya mukawama ya Palestina akitangaza habari hiyo siku ya Jumatano Aprili 16, 2025 na kuongeza kuwa magenge ya kijasusi ya Israel yalimpa kazi jasusi huyo ya kutafuta na kuripoti ishara zozote zinazoashiria mateka wa kizayuni huko Gaza mahala waliposhikiliwa. Kwa mujibu wa maelezo ambayo jarida la Al-Harith liliruhusiwa kuchapisha taarifa hiyo, jasusi huyo mwenye umri wa miaka 33 aliyetajwa kwenye ripoti hiyo kwa jina la TT alikamatwa miezi michache iliyopita alipokuwa akifanya ujasusi kupitia kujifanya ni mzoa taka katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, jasusi huyo mzayuni alijiunga na magenge ya kijasusi ya Israeli mwaka 2022 baada ya kuwa na uhusiano na afisa mmoja wa kike wa mashirika ya kijasusi ya Israeli. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, afisa huyo wa kike aliyejifanya mkurugenzi wa shirika la habari za kigeni alidai anapenda kukusanya simulizi na uzoefu wa upinzani wa mukawama katika ukanda wa Gaza, na kwa njia hiyo alianza uhusiano na kijasusi huyo na baadaye kumtumia kwa maslaha ya utawala wa kizayuni huko Gaza. Jasusi huyo amekiri kwamba alipokea fedha nyingi kutoka nchi mbalimbali kwa kueneza simulizi za uzushi kuhusu jinsi mukawama ulivyowatendea watu wa Gaza pamoja na kufanya uhalifu kama vile wizi, mauaji na ubakaji wa wanawake. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kazi muhimu zaidi iliyofanywa na jasusi huyo ilikuwa ni kutafuta kuchimba uchafu ili kupata mabaki ya aina mahsusi ya chakula ambacho Israeli iliruhusu kuingizwa katika ukanda wa Gaza
katika majira ya joto ya mwaka 2024. Magenge ya jasusi ya Israeli yalimtaka jasusi huyo kutafuta mada hizo kwa kisingizio cha kukusanya plastiki na mbao na kuripoti ishara zozote zinazohusiana na waliko mateka wa Kizayuni wanaoshikiliwa na Hamas. Kamanda mmoja katika idara ya usalama ya mukawama amesema, tumeweza kunasa taarifa nyingi za ujasusi iliyofanywa kwenye ukanda wa Gaza na kujaribu kugundua walipo mateka na maadui, lakini haziwezi kutangazwa hadharani kwa kuwa ni siri ya vikosi vya mukawama. Hizi ndizo taarifa muhimu tulizoweza kukusanya katika leo siku ya Jumamosi Aprili 19, ambapo taarifa muhimu zaidi katika hizi ni ule mkutano unaoendelea baina ya Marekani na Iran mjini Roma, mji mkuu wa Italia, ambapo Marekani inashikilia kuwa haitaki kupata habari au kuhakikisha kuwa Iran inamiliki silaha za nyuklia. Na hii ni jambo linalotokana na mkataba ambao ulifikiwa baina ya serikali ya Iran na serikali tajiri za Magharibi mwaka 2015 na baadaye ukaja kuvunjwa mkataba huo mwaka 2018 na Donald Trump alipoingia madarakani katika awamu ya kwanza. Iran iliendelea kufanya urutubishaji wa madini na hadi sasa bado haijafahamika ni kwa kiwango gani Iran imeweza kurutubisha madini, kwa kiasi gani, na ina silaha za nyuklia au haina silaha za nyuklia. Mamlaka ya atomic duniani katika ukaguzi wake bado inafikiria kuwa Iran haijatengeneza silaha za nyuklia, na kiongozi mkuu wa taifa hilo la Kiislamu Said Ali Khamenei amekuwa akitoa fatwa kila wakati kuwa Iran haiwezi kumiliki silaha za nyuklia kwa sababu kwa msingi na imani ya dini ya Kiislamu silaha kama hizo kumiliki ni kosa kubwa kidini. Kwa hivyo Marekani vile vile imekuwa ikijaribu kutaka kutoa vitisho ambavyo Iran imesema haivikubali, na imekuwa tayari pale inapotishiwa kwa Marekani itajaribu kuweza kuishambulia, na Iran imejibu kuwa haiogopi kushambuliwa na Marekani na iko tayari kwa wakati wote, na imemkaribisha Trump kama ana uwezo wa kuishambulia, wamempa ruhusa ya kufanya hivyo. Mazungumzo haya yanahitaji muafaka, ndio jambo kubwa zaidi, kwa sababu ni mazungumzo ambayo ni hatarishi, yenye lengo la kutafuta sababu zitakazohalalisha vita kuanza kwa mara nyingine baina ya Iran na Marekani. Lakini vita hivi vitakusanya watu wengi katika mataifa ya Ghuba, ambapo Marekani ina maslaha mengi ndani yake. Marekani ina maslaha makubwa sana katika nchi za Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Imarat na maeneo mengine yote, ambapo visima vya mafuta katika maeneo hayo vyote vinaifaidia Marekani kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo Iran imesema kuwa iwapo Marekani itajaribu kuishambulia, basi yenyewe Iran itazishambulia nchi zote na kuvunja miundombinu yote ya maslaha ambayo yanahusiana na Marekani. Lakini vile vile tusisahau kuwa mauaji bado yanaendelea katika ukanda wa Gaza, jambo ambalo ni tatizo kubwa zaidi kwa walimwengu na wapenda amani wote duniani, kwamba mauaji ya kuua watoto wachanga, kuua kina mama katika mahospitali na watu wasiohusika na vita ni kosa kidini, lakini vile vile ni kosa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Kwa hiyo tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu kwanza ajalie mapatano yapatikane katika mikutano inayofanywa, na hata ule mkutano unaoendelea Qatar kwa nia ya kutafuta kusimamisha vita vinavyoendelea Gaza, nao tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie mapatano yafikiwe, amani ipatikane, si tu Gaza na maeneo hayo, bali hata vita vile vinavyoendelea katika jirani zetu hapa mashariki ya Kongo, vita vinavyoendelea kule Sudan, vita vinavyoendelea Ukraine na Urusi, na mahali popote pale ambapo watu wanauliwa bila kuwa na sababu za kimsingi na si sababu ya kuwepo binadamu duniani kuuana. Tusisahau Waislamu mahali popote katika ibada zetu zote za mchana na usiku, za faragha na za dhahir, kusoma suratul Fil, kumwomba Mwenyezi Mungu ajalie na kuvunja mioyo ya wale watu ambao wanashadidia kupanga njama za kutaka kuwaua wenzao, kutopanga njama za kutaka dunia isiwe mahala salama kukalika. Mwenyezi Mungu ajalie kuwapa jambo la kuwashughulisha ili washindwe kufanya mipango na kuleta zana zitakazoendeleza kumwaga damu za watu wasiokuwa na hatia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.